wamekuwa kwenye sekretariat ya chama chetu makao makuu, na bahati nzuri wote, hakuna ambaye amewahi kuchaguliwa kwa lolote. Mimi Heche nimekuwa mwenyekiti wa vijana wa Chadema Taifa. Actually kwanza nimekuwa diwani wakati ya Tarime mjini nikiwa mwanafunzi wa chuo kikuu. Kwa ni mtu nimechaguliwa. Nimekuwa mwenyekiti wa vijana Taifa kwa kuchaguliwa kwa kura. Nimekuwa mwenyekiti wa kanda ya Serengeti yenye mikoa ya Mara, Shinyanga na Simiyu. Nimekuwa mbunge. Tulikuwa na huyu jamaa yenu huyu hapa. Naitwa nani huyu? Bila kuate, mtu wa kujipendekeza sana serikalini, kuramba viatu hivi na kupiga makofi. Tunawaita city warmers, yani wapasha viti. Kuna wabunge wa wananchi wanaojua kujadili hoja za wananchi, na kuna wabunge wapasha viti viwe na joto. Miongoni mwenu ni huyu wa kwenu. Uongo kweli? Tulikuwa naye bungeni, sio? Kipindi kilichopita. Na wote mnakumbuka yule dada nani yule? Anatropia alimshinda uchaguzi. Uongo kweli? Alimshinda uchaguzi. Sasa nimekuwa bungeni. Hawa jamaa zangu waliozungumza jana, hakuna miongoni mwao amewahi kuwa kiongozi wa kuchaguliwa kwenye chama chetu kwenye ngazi yoyote. Wamekuwa makao makuu ya chama, wazungu wanasema as long as I can remember, kwa miaka zaidi ya 20. Sisi tukipigana hapa, ruzuku ikipatikana, wao wanalipwa. Hawajawahi kufanya kazi ya bure. Mwenyekiti wenu wa jimbo anafanya kazi ya kujitolea, katibu wa jimbo anafanya kazi ya kujitolea, mwenyekiti wa mkoa, viongozi wote wanafanya kazi ya kujitolea. Lakini wao wakiwa makao makuu hawajawahi kufanya kazi ya bure. Umeingia uongozi mpya, umechagua viongozi wengine, kwa sababu chama hiki ni kikubwa. Watu wengine, umekuwa makao makuu kwa miaka 20, miaka 15, miaka 22. Tumeteua watu wengine. Anapoingia mtu, hata anapoingia rais, anaandaa baraza lake la mawaziri, anaweka jingine. Lissu ameingia, ameunda baraza lake la mawaziri jipya. Imekuwa nongwa. Imekuwa nongwa. Chama hiki kuna ubaguzi. Simuliwasikia jana? Kuna tunabaguliwa. Unabaguliwaje? Hawasemi. Kubaguliwa ni kwamba wao hawajapewa nafasi, wamepewa wanachadema wengine. Wewe eti ndio ubaguzi. Chama hiki kinasema no reforms no election. Kwa hiyo sisi hiyo agenda tunaipinga, sio agenda ya nchi. Nani miongoni mwenu hapa Nkwenda ambaye anasema leo tukienda kwenye uchaguzi jinsi ulivyo mnaweza kupata mbunge au diwani? Nani miongoni mwenu anasema hivi? Kuna mtu hapa anasema tukienda kwenye uchaguzi tutapata madiwani? Kuna mtu anasema tukienda kwenye uchaguzi tutapata mbunge? Kuna mtu anaweza kusema hapa tukienda kwenye uchaguzi tutapata hata mwenyekiti wa kijiji? Haiwezekani. Na katiba yetu ya nchi inasema hivi, ibara ya 8, msingi wa mamlaka na madaraka yote ya nchi hii ni wananchi, ni nyie. Hiyo ni ibara ya 8(1). Ibara ya 8(2) inasema lengo la serikali hiyo ulioipa mamlaka hayo itakuwa ni ustawi wako, ni ustawi wa wananchi. Lengo la serikali yoyote itakuwa ni ustawi wa wananchi. Na namba 3, serikali itawajibika kwa wananchi. Sasa mnisikilize kwa makini. Nchi hii ni nchi ya 3 kwa kuwa na dhahabu nyingi duniani. Ni nchi ya kwanza yenye madini yanayoitwa Tanzanite.
hayapatikani kwingine kokote duniani isipokuwa Tanzania. Ni nchi ambayo ukija mkoa wenu wa Kagera, kwanza huu mkoa una kilomita za mraba 36,000 na mamia. Nchi ya Rwanda ina kilomita za mraba 26,000. Maana yake Rwanda, mkoa wa Kagera, mkoa wenu ni mkubwa kuliko nchi ya Rwanda. Unanielewa vizuri? Nchi hii ina madini yanaitwa nickel na cobalt. Yanatoka hapa kwenu sehemu inaitwa Kabanga. Yanatumika kutengeneza injini za ndege na betri za simu. Yanatoka Tanzania. Ni nchi na madini yanaitwa uranium. Ni nchi na makaa ya mawe. Ina chuma. Chuma kilichopo Tanzania tuna uwezo wa kuchimba pale Mchuchuma na Liganga. Na Mwenyezi Mungu alivyotupendelea akatupa chuma pale Liganga. Mita 50 akatuwekea makaa ya mawe ya kuyeyusha hicho chuma. Alafu akatuwekea mchanga wa kusafisha hicho chuma pale Iringa. Kwa hiyo tuna chuma ambacho tunaweza kuchimba miaka 100. Miaka 100 hakijaisha. Tuna ziwa pana kuliko yote Afrika, la pili duniani. Ziwa Victoria liko hapa kwenu. Hamhitaji niwaambie. Tuna ziwa lenye kina kirefu kuliko yote Afrika, la pili duniani. Ziwa Tanganyika liko hapa. Kila kona ni dhahabu. Almasi inatoka Tanzania. Kwa nini watu wetu ni maskini katikati ya utajiri wote? Nikiwa bungeni niliwahi kumwambia Rais Magufuli wakati inaanza kujengwa SGR kwamba Mheshimiwa Rais, kabla hamjaanza kujenga SGR itahitaji chuma. Kabla hamjaanza kujenga bwawa la Mwalimu Nyerere litahitaji chuma. Tujenge kwanza kiwanda chetu cha chuma. Kiwanda cha chuma cha Tanzania kilikuwa kinaenda kuhitaji dola za Kimarekani bilioni 3. Ni trilioni 7.8 fedha za Kitanzania. Kilikuwa kinaenda kuajiri vijana wa Kitanzania direct employed, wale wa ajira ya moja kwa moja 60,000. Kumbukeni kwamba nchi tangu uhuru, ukichukua askari, ukichukua walimu, ukichukua wanajeshi, kila kitu, nchi hii ina wafanyakazi 520,000 tu, chini ya 1%. Kiwanda hicho peke yake kilikuwa kinaenda kuajiri vijana wa Kitanzania 60,000, 10% ya waajiriwa wote nchi hii tangu ianze uhuru. Hicho kiwanda kimoja. Kwa hiyo nikawashauri serikali kwamba kabla hamjaanza kujenga bwawa la Mwalimu Nyerere, kabla hamjaanza kujenga reli, itahitaji chuma. Nchi hii Waganda watanunua chuma kwetu, Kenya watanunua chuma chetu, watu wanaojenga watanunua nondo kwenye chuma chetu, nondo zitashuka bei, lakini vile vile itatupa ajira. Makampuni yatafanya subcontractor, ajira za moja kwa moja 60,000. Makampuni ambayo yatafanya subcontractor kufanya kazi na kile kiwanda, labda wanawalisha tairi, wanawapa chakula, wanawapelekea labda makaratasi, au yani wanawauzia furniture, wanawauzia. Makampuni hayo pia yangeajiri wa Tanzania. Kwa hiyo kile kiwanda peke yake kingeweza kuajiri wa Tanzania zaidi ya 200,000 kwa multiplier effect. Nikamwambia Mheshimiwa Rais, jengeni kwanza hiki kiwanda. Nendeni kwenye YouTube, nikiwa waziri nishati kivuli nishati na madini. Nikamwambia jengeni kwanza hiki kiwanda. Alafu hiyo kampuni inayotoka nje kuja kuchukua kazi, mnaipa kazi, lakini mnaiambia kwamba, na sheria tunayo inaitwa local content. Mnawapa kazi alafu mnawaambia sikilizeni, chuma chote nunua Tanzania. Kwa hiyo unampa, mnakubaliana bana, wewe Arab Contractors nijengee bwawa. Shilingi ngapi? Trilioni 3. Trilioni 3 sawa, tunakupa hizi hapa. Lakini chuma chote unanunua Tanzania. Kwa hiyo unampa fedha kwa mkono huu, unazirudisha kwa mkono huu. Si kama mnanielewa nyie watu wankwenda? Hivi mnaelewa ninachokisema? Maana yake ni nini? Leo nchi hii, mwaka jana serikali imeagiza chuma kutoka nje ya nchi cha dola za Kimarekani bilioni 1.2 ambazo ni trilioni 3. Kwa mwaka huu moja trilioni 3. Mwaka jana, mwaka juzi, mwaka ule mwingine, kwa miaka mitatu imeagiza chuma cha trilioni 10.
Wakati ungejenga kiwanda chako kwa trilioni 7.8 ukachimba miaka 100, lakini kwa miaka mitatu tu umeagiza chuma nje ya nchi cha trilioni 10. Mnaelewa maana yake? Maana yake ni kwamba fedha mnazozalisha ndani ya nchi zinachukuliwa, zinaenda kununua chuma, zinaenda kutengeneza ajira kule. Si kama mnaelewa? Hivi mnaelewa ninachokizungumza? Iko hivi, principle ya uchumi, kanuni rahisi ya uchumi. Si nyote wote mnajua ziwa? Si mnalo hapa ziwa Victoria? Si mmeshawahi kuona ziwa? Kwa nini ziwa lina maji mengi lakini mto hauwi na maji mengi kama ziwa? Kwa sababu mto unapitisha maji, ni conduit. Lakini ziwa lina uwezo wa kushikilia maji muda mrefu, ndio maana yanakuwa mengi. Uchumi, kama wewe huwezi kuzalisha, pesa unazopata unazitoa zinaenda nje, huwezi kutengeneza ajira ndani ya nchi yako kwa sababu huna uchumi wakati wote. Vijana wanakosa ajira sio kwa sababu hatuwezi kutengeneza ajira, bali ni kwa sababu tunaongozwa na wajinga wasiokuwa na uwezo wa kufikiri namna ya kutengenezea vijana ajira. Mkwenda mnanielewa? Kwa hiyo tungekuwa tunazalisha chuma cha kwetu, hizi fedha zingebaki ndani. Hicho kiwanda kingelipa serikalini kitu kinaitwa corporate tax, kingelipa pay as you earn kupitia wafanyakazi. Serikali ingekuwa na fedha nyingi zaidi. Wale watoto mliosomesha walimu wamekosa kazi, wasingekuwa nyumbani kwa kisingizio kwamba serikali haina hela, kwa sababu serikali ingekuwa na hela nyingi zaidi, ingewaajiri. Hawa askari wasingekuwa wanalipwa kidogo kwa sababu makusanyo yangekuwa makubwa, hawa wangelipwa zaidi. Kwa hiyo kama ananunua mkungu mmoja wa ndizi angenunua miwili, kwa hiyo pesa ingezunguka miongoni mwenu. Yaani pesa ikibaki ndani humu, akilipwa kijana wa Kyerwa, akipata hizo fedha atataka kujenga, atakulipa wewe fundi. Wewe fundi ukipata utanunua nyanya kwa yule mama. Yule mama akipata atamwagiza bodaboda amletee nyanya nyingine. Bodaboda akipata atanunua mafuta kwenye sheri yako. Wewe ukipata utaajiri mlinzi. Pesa itazunguka miongoni mwetu, lakini inachukuliwa inapelekwa Ulaya kutengeneza ajira kule wakati watu wetu hawana ajira.